Mbaga ni mtaalamu wa maabara katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke. Ipo katika idara ya hematolojia, ambapo katika hiyo idara tunafanya vipimo mbalimbali kama picha ya damu pamoja na sickle cell au selimundu. Hichi hapa ni mashine inaitwa HB electrophoresis. Tunatumia kwa ajili ya kuangalia selimundu. Hii mashine ndio inatusaidia kwa ajili ya kutambua kwamba huyu mgonjwa ana selimundu, kwa sababu selimundu ni ugonjwa wa kurithi katika familia, wanatoka katika familia. Hivyo ninawashauri Watanzania wenzangu wote tujaribu kuangalia historia zetu back then, huko historia zetu, kama kuna ndugu, shangazi, mjomba, babu, bibi alishawahi kuugua huo ugonjwa wa selimundu. Na hata wale wanandoa wanaotaka kuoana, tunawashauri pia kabla mjaenda hiyo stage, mje mpime, muangalie aidha mna sickle cell au vipi, na mnaenda kuanzisha familia gani. Hii itatusaidia kupunguza ni wagonjwa wenye sickle cell. Pius John Maembe ni mtaalamu wa maabara katika hospitali ya rufaa mkoa wa Temeke, na nimekuwa na uzoefu wa miaka 8 katika idara ya microbiology, au kwa Kiswahili tunaweza tukasema ni microbiolojia. Na katika idara yetu ya microbiology tunapokea sampuli tofauti tofauti, na sampuli hizo ni kama damu, mkojo, choo kubwa na maji mbalimbali yanayotokana katika mwili wa binadamu. Idara pekee ambayo inaweza ikagundua kwamba huyu mtu anaumwa UTI au aumwi UTI ni idara ya microbiology, ambayo tukishapokea hizo sampuli tunazianalyze au tunazipima kwa njia tofauti tofauti. Baada ya masaa 72 unaweza kupata majibu yako, ambayo hayo majibu yataambatana na mdudu ambaye anasababisha hiyo UTI, lakini pia sambamba na dawa ambazo zitakwenda kutibu ugonjwa wako. Baada ya kupokea sampuli ya mkojo tunaipanda kwenye viotezi mbalimbali. Baada ya masaa 72 tutajua ni mdudu gani ameota, then kitakachofuata hapo ni kujua sasa kufanya testi ambayo tutajua ni dawa gani sahihi itakwenda kumuua huyo mdudu. Tunashauri watu wasitumie dawa za antibiotic kutibu UTI kabla hawajapata majibu ya culture and sensitivity. Watu wengi sana wanapata majibu ya maabara either ya masaa 2 au nusu saa, na baada ya kupata hayo majibu wanayatumia kutibu UTI. Niseme kipimo ambacho kinaweza kugundua kwamba una UTI ni kufanya kipimo cha culture and sensitivity ili kuondokana na ukinzani au tunaita kwa kitaalamu resistance ya